kipindi nilikuwa na miaka kama 3 ama 2, miguu ikaanza kuvimba. Kwa hiyo nilikuwa ningali bado mdogo, nilikuwa taweza kujitambua sana, nilikuwa ni ngumu. Kwa hiyo ndio changamoto hiyo ndio ilipoanzia, kama miguu ilianza kuvimba. Baada ya kuvimba wakawa wazazi wananifanyia huduma ya kwanza, wakanipeleka hospitalini. Ndio nikawa nazidi kukua nayo, wakanipeleka hospitalini, kwenye hospitali ya wilaya. Miguu ilivimba. Sasa baada ya kuvimba nikawa nazidi kuvimba ikaachia, ikazidi kuwa inagongana, inakutana inakutana upande wa magoti. Kwa hiyo ndo wakanipa kuna mavyuma fulani ya kuninyosha, nikawa nimevaa miguuni, akawa ananinyosha kidogo, ikajaribu kuweka nafasi. Kuna usemi unaosema ya kwamba riziki ya mtu iko mikononi mwa watu, na mtembea bure si sawa na mkaa bure. Huyu ni kijana mzaliwa wa Mwanza anayefahamika kwa jina la Elia, kutoka Mwanza mpaka Ifakara mkoani Morogoro. Ni katika jitihada za kuhakikisha anapata chochote kitu ili kuweza kuendesha maisha yake. Elia anayesumbuliwa na ulemavu wa miguu yote miwili hajakata tamaa. Kikwazo hiki anachopitia, lakini amekuwa akijituma katika kazi mbalimbali. Yote kwa yote ni kuhakikisha tumbo lisibaki tupu. Karibu kufahamu safari ya kijana huyu jasiri aliyetoka jijini Mwanza mpaka mkoani Morogoro akitafuta maisha. Hapa anazungumza mengi, na hii ni ripoti ya Families Media kutokea mkoani Morogoro. Jina langu ni Gervas Machaku. Kwa majina mimi naitwa Elias Nyesolo, ni mkazi wa Morogoro lakini nyumbani ni Mwanza. Sawa. Labda Elisha, tuambie kidogo kwamba umesema nyumbani ni Mwanza. Tuambie safari yako ya kutoka Mwanza mpaka kuja Morogoro. Chanzo kilikuwa ni nini cha kukufanya utoke Mwanza kuja Morogoro? Chanzo cha kutoka Mwanza kuja Morogoro, kulikuwa na rafiki yangu. Alikuwa yupo huku kwa Morogoro, lakini kwao ni mkoa wa Kagera. Kwa hiyo tulikutana naye kule Mwanza. Na yeye baadaye akaja akajihusisha na swala la kilimo, akanambia njoo huku. Na mimi nikaja nikajihusisha na swala la kilimo. Lakini huko wilayani huko sehemu moja napaita Malinyi. Baadaye kidogo nikaona target yangu na yake ni kama ni tofauti, nikabidi niondoke. Baada ya kuondoka nikaamua kwenda huko maeneo ya nilimo Morogoro mjini, lakini huko upande wa kusini kule ya Morogoro vijijini. Sasa baada ya hapo nikaanza kujihusisha na kupiga vibarua. Nikaona pia hapana, nikarudi nikaja Morogoro mjini. Nilipata huko kijijini nilipata kama shilingi 60,000 tu hivi. Nikafika nikapanga chumba. Hicho chumba nilipia kama miezi mitatu. Nilipia miezi mitatu. Wakati huo nafika napanga hiyo miezi mitatu, nilikuwa sina chakula. Kula cha vimiogo nikawa nimevipasua vimekauka. Nilikaa navyo takriban mwezi mzima sina chakula kingine. Baada ya nilipoona kile chakula kimeisha, nikabidi niende kutafuta kazi tani. Lengo langu la kutafuta kazi lilikuwa sio kwamba kwa ajili labda malengo. Kwanza lengo kubwa lilikuwa ni njaa. Kwa maana ulikuwa maisha yako katika hicho kipindi cha wiki moja ulikuwa unakula mwezi mmoja. Chakula kilikuwa ni mihogo tu, hakukuwa na chakula ile. Ilikuwa ni hiyo makopa ya mihogo aliyokauka. Na ilikuwa makauka kama takriban miezi 2-3. Kwa hiyo yalikuwa yamekuwa meusi kabisa. Kwa ndo nilikuwa natafuna, yalivyoisha kabidi nikimbia nije nitafute kazi, ndo nikapata hii kazi. Baada ya kupata hii kazi nashukuru Mungu kwa kweli. Nilipambana, siku hiyo nilipata kama shilingi 4,000 ndo nikaanza kutunza. Hatimaye na mimi ndo nikaanzisha biashara yangu. Tufahamu kidogo sasa changamoto hii ambayo tunakuona nayo.
ilianziaje? Yani ilikuwa katika mazingira gani ya mpaka kukuletea changamoto hii ambayo tunakuona nayo sasa, ya maana ya ulemavu wa miguu yote miwili? Ya changamoto hii ilianza kwa sababu na mimi niliambiwa na wazazi ni pamoja na jamii kwamba kipindi nilikuwa na miaka kama 3 ama 2 miguu ikaanza kuvimba. Kwa hiyo nilikuwa ningali bado mdogo, nilikuwa taweza kujitambua sana, nilikuwa ni ngumu. Kwa hiyo ndio changamoto hiyo ndio ilipoanzia, kwamba miguu ilianza kuvimba. Baada ya kuvimba wakawa wazazi wananifanyia huduma ya kwanza, wakanipeleka hospitalini, ndio nikawa nazidi kukua nayo, wakanipeleka hospitalini kwenye hospitali ya wilaya huko Kelewe. Sasa baada ya kunipeleka huko, gharama ambao waliambiwa ya matibabu ilikuwa ni kama 900,000 kufanyia operation. Sasa hiyo 900,000 kwa kipindi hicho na uwezo wa familia ilikuwa ni ngumu. Na miguu ilivimba kabisa. Miguu ilivimba. Sasa baada ya kuvimba nikawa nazidi kuvimba ikawachele ikazidi kuwa inagongana. Inakutana. Inakutana upande wa magoti. Kwa hiyo ndo wakanipa kuna mavyuma fulani ya kuninyosha, nikawa nimevaa miguuni, akawa ananinyosha kidogo, ikajaribu kuweka nafasi. Ndio kama ikaachana, lakini bado ile hali ya ulemavu ndo ikabakia, kwa sababu walisema mguu mmoja ni tege, mguu mwingine umepinda kuanzia wapi? Sehemu hii kiuno, sehemu ya nyonga. Kwa hiyo ndo na mpaka sasa hivi tokea upate changamoto ni miaka mingapi? Maana yake ulisema ilikukuta ukiwa mdogo, mpaka sasa hivi una umri wa miaka mingapi? Sasa na umri wa miaka 27. Umekuwa ukiishi na changamoto? Nimekuwa nikiishi na changamoto hii. Tuambie sasa kidogo, safari ya kutoka Mwanza mpaka Morogoro ilikumbana na vikwazo gani? Yaani siku ile ya kwanza ambayo unatoka Mwanza unawaga wazazi kwamba naenda kutafuta maisha Morogoro, hali ya kuwa ukiwa na changamoto hii, wao kama wazazi maneno yapi ambayo walikwambia? Kweli wazazi kwanza baba alikuwa hataki, mzee alikuwa hataki, na mama ndo aliniambia tu, mwanangu kapambana hakikisha tu kwamba hakuna mtu yetu unayemtegemea kwenye hii dunia. Ni wewe ndo unafanyaje, unajitegemea. Kwa jinsi nilivyokulea, nimekulea ili ujipambanue tu wewe mwenyewe. Kwa hiyo nilikuja nikijiamini tu kama mimi sina mtu mwingine ninayemtegemea, bali ninayeenda huko naenda kujipambania mimi kama mimi. Kwa ndo maana hiyo changamoto sio kwamba hata kama nilikumbana na changamoto zingine, lakini nilikuwa naamini kwamba ni hali tu ya kawaida. Tuambie sasa kidogo kwenye kazi hii ambayo unaifanya sasa ya kupasua mawe, ukiangalia na changamoto uliopo, ugumu upi ambao huaga unaupata? Ugumu unaopata ni kwanza, kwa sasa hivi ugumu upo kwa sababu ukiangalia ni mwenyewe nipo kama mfanyakazi, lakini pia nipo kama natoa kazi. Kwa hiyo naleta mizigo, nikishaleta mizigo watu wanafanya, na mimi pia nafanya kama wengine wanavyofanya. Kwa hiyo changamoto iliyopo kwanza ni upungufu wa kipato. Unaweza kuleta mizigo, lakini wafanyakazi itagharimu, wafanyakazi wanahitaji hela, na sasa wanahitaji hela, mzigo hujaisha. Kwa hiyo inakulazimu na wewe tena ufanye nini? Ufanye kazi, na ili mzigo ili uende sokoni unachukua muda mrefu. Kwa hiyo unajikuta mzigo kwenda sokoni unachukua muda mrefu, na mzunguko wa hela unakuta hela ya kutumia ishaisha. Kwa hiyo unajikuta kila siku unazidi kuwa sehemu ile. Na labda kwa siku ukikaa asubuhi mpaka jioni, kiasi gani ambacho unaweza ukaondoka nacho, na kinakizi vipi mahitaji yako? Kiasi ambacho naweza nikaondoka nacho kwa kweli, kwa sababu hata mimi mwenyewe nafanya kazi kama kujiajiri mimi mwenyewe, kujituma, pia naweza kuondoka hata na shilingi 10,000 kwa siku. Na vipi una mke? Sina. Okay. Kwa maana hiyo 10,000 unayopata kwa siku una budget kwa maana ya kula pamoja na kulipa kodi, ama una nyumba kabisa ya kukodisha?
na budget ziko kwenye mambo ya kodi na matumizi mengine, na isitoshe nikajibudget nikanunua kiwanja. Maana mpaka sasa hivi una kiwanja. Sasa hivi tu nina kiwanja. Sawa, labda tufahamu sasa, familia nyumbani huaga unawasiliana nao na ni maneno yapi ambayo huaga wanazungumza na wewe? Familia nawasiliana nayo, kuwasiliana nao wazazi pia huaga wananiambia tu. Kwa mama wangu ananiambia, mwanangu, japo sisi tunapitia changamoto kubwa, ila hatuhitaji tukupe wewe mzigo mkubwa. Kwa hiyo hicho ndo pia kitu ambacho huwa kinanipunguzia nini, kuwa na mzigo mkubwa, lakini muda mwingine nakulazimu hata kama unacho kidogo mgawane. Kwa hiyo changamoto sana hiyo. Ni kitu gani hasa ambacho unatamani kuzungumza na Watanzania na watu wote wanaokutazama? Ambacho ningependa kuzungumza na Watanzania sasa, kwa vijana wenzangu, ni kuhusu swala la kutokaa tu, kupambana, kwa sababu kama tu mimi naamini nilikuja hata sina hata shilingi 200 mfukoni, lakini leo hii nina uwezo wa kuagiza hata mizigo kwa gari. Kwa hiyo ndio naamini kwamba kila kitu ukiweka nia kinawezekana, haijalishi kwamba upo katika mazingira gani. Kikubwa tu ni kupambana. Hata mimi kama ningejua kwamba hali yangu nilionayo, huenda nisingefanya hata kitu chochote, hata kama ni kidogo ambacho nimekifanya. Na pia kitu kingine kwa Watanzania ambacho ningetamani sana wapate kusikia na ujumbe na ombi ambao ningependa kulitoa, ni kuhusu kutuwezesha sisi watu kwenye mahitaji maalum, kwa sababu kuna wengine ambao wafanya biashara wenzetu wamepewa hata mikopo, wanapewa mikopo. Sasa kwa sisi nakuta kama hauna watu wa kuweza kukuunganisha mahala kupata hata mikopo ya kujiendeleza au kujiinua, unakuta ni ngumu sana. Kwa hiyo laiti kama tukipata kampani na sisi ya kutuwezesha, tutatoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Labda mawasiliano yako kwa mtu ambaye huenda akakuwezesha kwa hitaji ambalo umeliomba, anakupateje kwa maana ya mawasiliano yako? Mawasiliano tumia simu ya mkononi 0692678085. Majina ya Kujeriasi Mkama.